ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ima roho ya uasi hivi sasa inatenda kazi. Ile siri ya kuasi ama roho ya uasi hivi sasa inatenda kazi. Sasa kama kanisa hatuna budi kuyajua, kuyaelewa ili tuweze kuchukua angalizo. Jina la Bwana na libarikiwe tena. Wathesalonike wa pili nimesema sura ya pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Biblia inasema, basi ndugu, na kusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa hapo pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana wetu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Tumesoma kitabu cha Wathesalonike sura ya pili, Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Tunaona yale yaliyoelezwa, na nimelipa somo hili, ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ile siri ya kuasi. Maelezo. Baada ya kanisa la Thesalonike kuanzishwa, waumini walipata upinzani mkali kutoka kwa walio nje ya ile imani, na hata mtumishi wa Mungu Paulo ilimlazimu kuondoka mahali pale. Upinzani ulikuwa mkali kuliko unavyodhani. Na katika imani hii ya kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, waumini wakaanza kudhani ya kwamba labda kuamini hivi tumekosea, labda tumedanganywa. Lakini imani ni ya kweli, imani ni sahihi, ni thabiti kabisa. Isipokuwa tu ni ule upinzani ulijitokeza. Watu wakawa na mawazo ya kurudi nyuma. Mawazo ya kurudi nyuma ni matokeo ya majaribu yaliyokuwa yamesimama, yakaingia ndani ya kundi, ndani ya kanisa. Na leo majaribu yanaweza yakaingia ndani ya moyo wa mtu, kwenye ndoa ya mtu, kwenye maisha ya mtu, kwenye biashara ya mtu na kadhalika. Mtu anaangalia, anaona wengine wanafanikiwa, wengine wanaendelea, lakini yeye katika hicho haoni kuendelea. Anajiuliza, labda mimi si mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu, ni jaribu tu limesimama, ili katika hilo uweze kuyatii makusudi na mapenzi ya adui.
Lakini songa mbele, endelea mbele, usirudi nyuma. Kelele ni nyingi, sauti ni nyingi, maneno ni mengi, lakini lisikilize neno la Kristo ambalo limekuita katika wokovu, limekuita katika huduma, limekuita katika neema hii. Liangalie neno, lisikilize neno, lijali neno, liishi neno. Na ili ufanikiwe katika hayo, hakikisha uhusiano wako na Mungu, hakikisha una uhusiano na Roho Mtakatifu, ili akuwezeshe kupiga hatua, kusonga mbele. Ndivyo watakatifu wa Bwana walivyoweza kuwatia moyo kanisa hili la Thesalonike. Mtume Paulo anahakikishia waumini hawa kweli katika Kristo ya kwamba imani walionao ni sahihi, na haitaishia tu kuamini vivi hivi. Badala yake, ama mwisho yote, wanahakikishiwa ya kwamba ufalme wa milele mbinguni ni sehemu ya maisha yenu, iwapo mtaendelea kudumu katika imani. Na kama leo hali ya dunia sasa imetikisika, imeyumba. Myumbo leo ni mkubwa katika dunia, kwa waliomo ndani ya kanisa na wote walio nje ya kanisa. Mambo ni magumu, mambo hayaelezeki, hayachukuliki. Kila mmoja anaratibu, anabuni aonalo linafaa kulitenda. Na hiyo ndiyo sifa ama faida ya adui, kuona kila mmoja anapanga ya kwake. Niombe kukushauri katika yale unayopanga, kabla hujafanya, muhusishe kwanza Mungu wa mbinguni. Muulize kwanza Mungu kwamba, Baba, je, hili nifanye? Ili usije ukaanza kufanya likakugharimu namna ya kurudi ukashindwa. Hakikisha mipango yako umemhusisha, umemshirikisha Mungu. Washirikisha viongozi wengine, ingia kwenye maombi, na kila mmoja awe mwombaji kwa mwenzake. Maombi yanatengeneza nguvu ya kumfanya mwingine afanye vizuri, na mwenzio anapofanya vizuri, wewe mpe Mungu utukufu. Wala usijivune kusema, pasipo maombi yangu huyu asingeendelea, pasipo msaada wangu huyu asingeendelea. Hakuna anayeendelea kwa msaada wa mwingine, tunaendelea kwa msaada wa Bwana, kwa sisi kuwezeshana, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na pesi. Kwa hiyo anawatia moyo, Paulo anawatia moyo kanisa hilo la Thesalonike ya kwamba endeleeni mbele, songeni mbele. Kuamini kwenu si bure, kuna matokeo mazuri, kuna matokeo mazuri. Na mwisho wa matokeo yaliyo mazuri ambayo Paulo anahakikishia hawa Thesalonike kwamba kuna kunyakuliwa. Bwana wa unyakuo atakuja kuwanyakua na kuwapeleka mahali palipo pazuri, maana alishahidi kusema, naenda kwa Baba kuandalia makao, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nitakuja kuwachukua. Anakuja Kristo kutuchukua, hatutakaa vivi hivi. Na ukumbuke, maisha ya hapa duniani ni maisha ya muda, lakini kuna umilele ambao Kristo ametuandalia. Kuna mahali pazuri ambapo ametuandalia. Duniani ni pazuri kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya roho duniani si pazuri leo. Ni maeneo ya fujo, ni maeneo ya vurugu. Dunia leo imeyumba. Yote hii ni kuashiria kurudi kwa Kristo kumekaribia. Bwana Yesu na apewe sifa tena. Kwa anahakikishia kwamba kuna kunyakuliwa, kuna kunyakuliwa. Na tunapoenda ama tunaponyakuliwa, maana yake au sababu ya kunyakuliwa, ili tuepukane na ghadhabu, ili tuepukane na hasira ya Mungu inayokuja. Kuna hasira inakuja, kuna ghadhabu ipo kwa wale wote wasioenda katika neema ama kwa mpango wa Mungu. Kuna hasira, kuna ghadhabu. Ni vizuri tutambue ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi,
Na kwa sababu hiyo ghadhabu ama hasira ya Mungu kwa wale wote waliomo kwenye ile siri ya kuasi inayotenda kazi leo, ile ghadhabu, ile hasira ya Mungu itawahusu. Lakini isiwe kwako wewe kanisa uliyeko hapa leo, ama unayesikiliza mahali popote duniani katika ibada hii, isiwe wewe unaenda kukabiliwa na hasira ama ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo kunyakuliwa kwa kanisa, lengo ni kwamba Mungu atunusuru na ile ghadhabu inayokuja, na ile hasira inayokuja, ile adhabu inayokuja isituhusu. Hasira na ghadhabu inayokuja isikuhusu wewe. Wana wa Sodoma hawakuyaelewa haya. Ghadhabu ya Mungu ikatokea, hasira ya Mungu ikadhihirika kwao. Miji ya Sodoma na Gomora iliteketezwa. Warembo, matajiri, wanene, watu wa sempo zote waliteketea kwa moto. Ghadhabu ya Mungu. Hawakujilinda dhidi ya mawaa yaliyokuwa yametokea. Leo hii kuna mawaa mengi duniani. Jiepushe kwayo, jilinde. Yapo yanamtafuta mmoja ili ammeze, yanamtafuta mwanamke ili ammeze, yanamtafuta mwanaume, yanamtafuta tajiri, yanamtafuta maskini. Hiyo ndio kazi ya Ibilisi, ili awameze wengi. Lakini neema ya Mungu yokoayo wanadamu wote ikusaidie ulielewe hili, uepukane na ghadhabu inayokuja. Kwa hiyo kunyakuliwa, lengo ni kwamba Mungu atuepushe na ile ghadhabu inayokuja. Lakini lengo la pili la kunyakuliwa, yako mengi, lakini lengo la pili la kunyakuliwa ni kwamba Bwana atuingize katika mahali pema pale alipopaandaa. Lengo la kunyakuliwa, tupelekwe mahali pa usalama, mahali pazuri. Kitabu kinaeleza hayo, kitabu cha Yohana ile sura ya 14 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Asema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Nami naenda kuandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa lengo la pili la kunyakuliwa ni kwamba Bwana atupeleke mahali palipo pazuri, mahali pa usalama, mahali pa amani, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna wizi, mahali ambapo hakuna uchawi, hakuna uharibifu wao wote. Ameshapanda, lakini wataingia wale tu wanaoiepuka hii siri ya kuasi inayotenda hivi kazi. Hao wataingia. Ni pamoja na wewe uwe miongoni mwa wale ambao wataingia. Iepuke hii siri ya kuasi inayotenda kazi leo. Lakini lengo la tatu la kunyakuliwa ni kwamba ili tuweze kulipwa yale ambayo tunastahili, tupewe ujira, tulipwe, tuvikwe taji. Duniani unaweza ukafanya vizuri, lakini katika kufanya vizuri watu wasione kama wamefanya vizuri. Wanakusemea maneno ya kukuvunja moyo. Yaani hata ufanyeje, watatengeneza namna ya kuleta lingine jipya uonekane kwamba wewe si kitu. Hayo ni mambo ya duniani. Lakini wewe hebu fanya kwa uaminifu, kwa imani na bidii iliyo kazi yake Mungu, ukijua si bure, kuna kulipwa, kuna kuvikwa taji. Hayo tunayasoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 2 fungu lile la 7. Soma hapo msomaji, uone yale ambayo Mungu anatukusudia, yale ambayo Mungu anataka ametuandalia. Si hivi tu, si bure. Kuamini kwako si bure, kuna matokeo. Mwili huu usikuhadae, mwili huu usikudanganye. Mwili utapita, lakini roho inaenda mahali ambapo Mungu ametuandalia yaliyo mema, yaliyo mazuri. Soma Ufunuo sura ya 2, soma mstari wa 7. Mstari wa 7, Biblia inasema,
Yes. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Mungu anasema nawe katika ibada hii. Usikie, maana Mungu anasema na wewe kwa kukuhakikishia kwamba katika kuamini kwako sio bure. Kuna matokeo ambayo Mungu ameyaandaa kwa wale watakuwa wasikivu, waelewa, wakatekeleza kwa uaminifu, kwa bidii na kwa unyenyekevu. Sio bure, lakini roho ya uasi itajitokeza kupitia watu watakuzomea, kupitia watu watakucheka, kupitia watu watatengeneza mazingira ya kukurudisha nyuma. Lakini jitie nguvu, si bure. Imani hii ulionayo katika Yesu Kristo si bure. Mungu liko jambo amelikusudia. Endelea. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Yeye ashindaye. Tuko kwenye mashindano dhidi ya roho hii ya uasi, dhidi ya nguvu hizi za uasi tunashindana nazo, lakini yeye ashindaye, mwanamke ashindaye, mwanaume ashindaye, nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Nitampa kula matunda yote duniani, hata uleje yana uzima wa kitambo, yana afya ya kitambo. Maana mwili tulionao ni nyumba ambayo tumepewa na Mungu tuishi nayo kwa muda. Mwili hata ulisheje, mwili hata unywesheje, mwili hata uvikeje, mwili hata utunze namna gani, waja wakati mwili utakataa mavazi, utakataa chakula, mwili utakataa starehe, utakataa. Kwa nini? Mwili una mwanzo, una mwisho. Una mwisho. Na adui anataka aipate roho ya mtu, anataka aipate nafsi ya mtu kupitia mwili. Anaushambulia mwili ili roho yako iweze kukengeuka. Kwa hiyo tupo kwenye kushindana. Anasema yeye ashindaye. Wewe unajua ni nini unachoshindana nacho? Ni nini unachoshindana nacho? Ni roho gani unaoshindana nayo? Maana kila mmoja ana aina ya mashindano. Kuna wanaoshindana na wizi wa fungu la 10. Anagoma, anasema siwezi kutoa. Si hivi, ni elekezo la Mungu wa mbinguni kwa imani tulionayo. Toa tu zaka, toa fungu la 10 kwa uaminifu. Mwingine anashindana na roho ya uzinzi, anasema kwa mwili huu niko mzima hivi, niko mzuri hivi, niko kamili, nitaachaje kwa mfano? Hiyo nayo ni roho ya ushindani, inashindana na mtu. Ya kupasa kuishinda, maana anasema yeye ashindaye. Kuna mashindano yako mbele yako. Mwingine anashindana na hela, anasema kwa umri huu lazima niisake hela, lazima nitafute maisha. Nataka nikwambie, kuitafuta hela, kutafuta maisha pasipo Mungu unajilisha upepo. Mungu kwanza, pesa inakuja, nami nakubali. Fanya bidii, chapa kazi, tafuta pesa usiku na mchana, lakini lazima Mungu umpe kipaumbele katika mipango yako. Jina la Bwana nalibarikiwe. Lazima Mungu umpe nafasi ya kwanza. Tafuta sana, lala, kesha, unatafuta pesa. Fanyaje? Unatafuta, nakubali. Tafuta sana usiku na hata mchana, tafuta sana, lakini before to do anything, hakikisha Mungu namba 1 kwenye mipango yako. Namba 1, tangulize Mungu. Kwenye biashara yako, tangulize Mungu. Kwenye kazi yako ofisini, tangulize Mungu. Kwenye machimbo, tangulize Mungu. Kwenye mashamba, tangulize Mungu. Roho ya dhuluma, roho ya uharibifu ipo. Unaweza kalima shamba likastawi, likamea,
lakini ukienda kuvuna sicho ulichokuwa unakiona kwa macho ya nyama, sicho. Wamesha dhulumu. Roho ya dhuluma, roho ya ushindani iko kwa aina mbalimbali, iko aina mbalimbali. Wanahungula biashara ya mtu, wanahungula kazi ofisini mwa mtu, wanahungula ndoa ya mtu, wanahungula masomo ya mtu. Hayo yapo. Kwa hiyo ndio maana nasema tafuta sana, fanya sana kwa bidii, kwa nguvu, lakini katika yote hayo Mungu awe namba moja, awe namba moja. Anasema yeye ashindaye, malizia hapo, yeye ashindaye. Na kuombea ushindi mwanangu kwa jina la Yesu. Mungu nakupe kushinda kwa jina la Yesu. Na kuombea ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Najua wako washindani wanaoshindana na wewe. Amen. Lakini nabii Samueli wa kwanza anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Nami napokuombea ushindi, wale wote wanaoshindana na wewe wapondwe kabisa. Wawe makapi, wakanyage kama mavumbi membamba, wasiwe kitu mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Natamka pokea neema ya kushinda, pokea neema ya kushinda, pokea neema ya kubarikiwa. Anasema yeye ashindaye, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Nitampa kula matunda ya mti wa uzima, nitampa. Yeye ashindaye. Nami nakuombea moyo wa ushindi usome maisha yako. Leo lengo au kusudi la kunyakuliwa ni kwamba Bwana atulipe, atuvike taji ya ushindi. Soma mstari wa 10 na 11. Ufunuo yoyo, Ufunuo 2:10-11. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10 na 11. Tenda haraka. Usiogope mambo yatakayokupata. Usiogope mambo yanayojitokeza leo katika dunia, mambo yanayotokeza leo katika ndoa, mambo yanayotokeza leo katika familia, mambo yanayotokeza katika biashara. Usiogope, usiogope. Jua tu iko roho ile siri ya kuasi inatenda kazi, lakini hatujaitiwa hiyo. Tumeitiwa neno, tumeitiwa imani iliyothabiti, tena imani ya kung'oa milima. Wewe usiogope. Nami kama kuhani wa zamu, nami kama kuhani wa zamu nimekuombea ili neema ya Mungu isitindike kwako. Siku kwa siku Bwana endelee kukuinua, siku kwa siku Bwana endelee kukuinua na kutegemeze. Washindani wapo, watashindana, lakini kamwe katu hawatakushinda, kwa kuwa nguvu za Bwana zinakuinua. Pokea neema ya kushinda. Amen. Continue. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu, sote baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, ili mjaribiwe, ili mjaribiwe. Majaribu yanaweza yakaja kwa watu kadhaa, sote. Ni wakati wa ile siri ya kuasi inatenda kazi. Naweza ukanyoshia mkono mtu kwamba ni fulani kasababisha. Ndio maana nilikushauri mapema katika maombi haya ya toba ya taifa, kuliombea taifa, kuiombea taifa la Tanzania na serikali yake. Wala usinyoshe mkono, wala usinyoshe mkono kwamba Mungu fulani ndiye amesababisha, fulani ndiye amesababisha. Wewe piga goti, inua mikono, macho yako juu na moyo wako, sema Mungu wa mbinguni, mimi na ndugu zangu tumekutenda dhambi, mimi na baba zangu, mimi na familia, mimi na kanisa, mimi na taifa tumekutenda dhambi. Baba, haya yaliyotupata sio fungu letu, lakini tumeyasababisha. Nini? Naomba rehema, naomba rehema, omba rehema, omba rehema. Kuna watu wako kwenye msiba mzito, kuna watu wako kwenye msiba mzito, msiba ambao haufarijiki kwa jinsi ya mwili, lakini katika Mungu, lakini katika Roho Mtakatifu tunafarijika, tunasonga mbele, tunaendelea mbele, tunasamehe na kuendelea mbele. Wala usishindane, wala usishindane nao. Ukitumia nguvu nao ukitumia nguvu, utumie nguvu ya mwili nao akaja na nguvu ya mwili, uharibifu utakaotokea utajiuliza, hivi kwa nini haya Mungu ameyaruhusu? Ni ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Kwa hiyo ni wakati kanisa lichangamke.
Fungua macho yako, mwangalie aliyekuita. Wokovu wetu umekaribia sana kuliko tulivyoanza kuamini. Continue. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa. Anasema pamoja na hizo dhiki, pamoja na hayo majaribu, pamoja na hayo mateso, uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu kwa Mungu, uwe mwaminifu kwa mume wako, uwe mwaminifu kwa mke wako, uwe mwaminifu kwa wazazi wako, kwa watoto wako, uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu kwa jirani, uwe mwaminifu. Amen. Pasipo uaminifu, jua ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Amen. Uwe mwaminifu. Amen. Jitahidi uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Omba uwe mwaminifu. Amen. Mungu akusaidie uwe mwaminifu. Tuko kwenye wakati si salama. Ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Umeshafika mstari ngapi? Nami nitakupa taji ya uzima. Anasema nami Mungu nitakupa taji ya uzima. Nitakupa taji ya uzima. Nitakuvika ile taji ya uzima, ile taji ya ushindi, taji ya baraka. Nitakuvika, nitakupa. Hayo yanawangoja watakaoshinda. Hayo yanawasubiri watakaoshinda. Nani atashinda katikati yetu? Nani atashinda? Mungu akusaidie, akupe neema ya kushinda. Uwe mwaminifu, uwe mwaminifu. Mstari wa 17. Mstari wa 17, Biblia inasema, yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayambia makanisa. Wewe ninakufundisha haya, hebu sikia, amini, kubali. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Hayo yanatungoja, hayo yanatungoja. Tukijua yanayotungoja, tukijua ambayo Mungu ametukusudia, tukielewa yale ambayo tumeandaliwa katika Kristo ya duniani, hayatatubabaisha. Hatutaangalia dunia, hatutakimbizana haya na yale. Tutaachana na dhambi. Watu wataachana na uchawi. Watu wataachana na nguvu za giza. Watu wataachana na mambo yasiyompa Mungu utukufu. Achana nayo. Kwa nini? Wamejua kilichokusudiwa na Mungu kwa ajili ya maisha yao ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Andika Wakorintho wa kwanza 9:25. Wakorintho wa kwanza 9:25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia. Kuna mambo ambayo anapaswa ajizuie kwa ajili ya kile anachokipigania, kwa ajili ya kile anachokitafuta. Mtu anayeingia kwenye mashindano, kuna mambo ambayo yampasa ajizuie. Kuna mambo ambayo yampasa ayaache. Katika kwenda mbinguni na kuvikwa taji ya uzima, kuna mambo yatupasa kuyaacha. Mambo hayo si wengine, ni dhambi. Dhambi wao yote ile acha. Malizia. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mungu akuneemeshe. Mungu akupe kushinda. Mwisho wote upokee taji isiyoharibika. Kwa hiyo tunaishi siku hizi za mwisho, na roho hii ya uasi inatenda kazi kwa spidi kubwa. Zipo dalili nyingi zinazoonyesha kuwa tunaishi wakati wa ile siri ya kuasi na kutenda kazi kwake. Ziko dalili nyingi, ziko dalili nyingi, na
Mtume Paulo kwa Thesalonika anasema lazima uje ule ukengeufu, tena ukengeufu wa viwango. Ukengeufu leo, ukengeufu ni mkubwa. Ukengeufu kwa wanadamu kwenye madaraja mbalimbali, ukengeufu ni mkubwa. Na ndani ya ukengeufu huu unavyoendelea, yule mtu wa kuasi atafunuliwa na ataongoza baadhi ya mambo. Atasimamia uasi na matendo makuu ya uharibifu. Atasimamia uasi na uharibifu wa aina zote. Kwa hiyo utaona tu watu wanakimbilia, wanachemka katika mambo kadha kadha. Kuna msimamizi. Ndio maana ya kupasa ujihusanishe sana na Mungu wa mbinguni ili akusaidie kutoyakimbilia haya. Wanapoenda 10,000, wewe baki katika jina la Yesu. Sio kwa kuwa 10 wameenda na wewe 11 uende, hapana. Baki na imani ya Kristo. Kwa hiyo atasimamia uasi na matendo makuu ya uharibifu. Na tunakoelekea, dini zote zitaabudu kisheria. Dini zote zitaabudu kisheria. Maana sasa hivi ukielekezwa, ukipewa utaratibu wa dini hii kwamba tunaabudu Jumatano, Ijumaa na Jumapili, unapanga ya kwako. Lakini waja wakati, katika nyakati hizi tulizo nazo, dini zote zitaabudu kisheria. Sheria ya dunia, dini zote zitaabudu kisheria. Kabla hamjasoma neno, wimbo wa taifa utapigwa. Wimbo wa taifa wa serikali ya dunia itakuwa imeshasimama. Na hatuko mbali na haya ninayokuambia. Wimbo wa taifa utapigwa kwanza, alafu picha ya kiongozi mkuu wa dunia itawekwa madhabahuni. Itawekwa madhabahuni. Kwa hiyo watu wataabudu wakielekeana na ile picha. Ibada zote zitasimamiwa na polisi wa dunia. Zitasimamiwa na polisi wa dunia. Utoaji utasimamiwa na viongozi watoka wameteuliwa wa dunia. Mapato yote yatakusanywa na viongozi wa dunia. Wachungaji watakuwa kwenye ajira ambazo watapewa posho. Maisha yatakuwa ni magumu. Wengi watamwasi Mungu. Waumini watamwasi Mungu. Hali itabadilika. Watajiuliza haya yameanzaje? Lakini ndio wakati umefika. Ni heri muda huu ambao neema bado ipo. Tumika sana. Tumika sana. Matoleo yote yatakusanywa. Hakuna kitakachoenda nje ya mpango wa serikali ya dunia inayokuja. Ni vizuri huu wakati, tengeneza sehemu yako ya uzima wa milele mbinguni. Maana Mungu anamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho. Huu ndio wakati wa wewe. Tumika sana kwa mali zako, jitoe sana ili utengeneze kibali mbele za Mungu wa mbinguni. Ule wakati watu watatumika kwa sheria, hakuna kibali, hakuna baraka itayoendelea. Ni machafuko tu yatakayokuwa yanaendelea. Kwa hiyo hali inaenda kubadilika. Watu watapangiwa muda wa kuingia kwenye ibada. Muda fulani lazima mshafika ibadani, na dakika kadhaa ibada lazima imeshaisha. Watu hawatahubiriwa kwa kina kama ninavyofundisha. Mahubiri yatatungwa. Watu watasomeana mahubiri kama mashairi kanisani. Roho Mtakatifu atakuwa na nafasi ndani ya watu kuwahudumia. Neema ya Mungu itakuwa imeshakoma. Kwa nini tuyangoje hayo? Ni heri kwa wakati huu, neema ingalipo, tumtumikie Mungu kwa bidii, kwa akili, kwa roho na kwa nguvu zetu. Tujitoe kwa uaminifu. Hapata kuwa na ratiba zote ambazo zitaendeshwa kwamba mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hata mhubiri
akisimama kufundisha kama anavyofundisha, akienda nje yale yaliyoratibiwa, yaliyopangwa kama liturujia, ukienda kinyume kwayo unashtakiwa, unafungwa. Ukikemea dhambi unakuja kuonywa kwamba haya sio mahubiri yetu, kwamba hii sio imani yetu. Mambo yanaenda kubadilika. Haya mambo nakwambia hayako mbali, hayako mbali. Watu wataingia kanisani kwa namba ngapi, ajaje yuko wapi? Na hii michezo ya kuingiziana chupi sasa hivi unaona kama ni jambo la kawaida, lakini ni maandalizi ya yale ya muda mfupi anayokuja. Changamka hivi sasa, achana na ukengeufu wa roho ya uasi inayotenda kazi sasa hivi. Roho Mtakatifu bado angalipo. Biblia inasema hata atakapoweza kuondolewa. Kwa nini usubiri aondolewe? Nani atakusaidia? Na nikwambie, kwa jinsi ya akili, kwa uzoefu, kwa maarifa, kwa uelewa, kwa elimu, kwa utajiri na vyovyote vile, hakuna awezaye kuishinda dhambi. Ila sasa tuna namna ya kuishinda dhambi, kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Bado ana nafasi ya kutuwezesha kushinda, na zaidi ya kushinda, kanisa naliruhusu. Hakikisha kwenye maombi yako, hakikisha kwenye maisha yako Roho Mtakatifu asipungue. Vipungue vingine, na ipungue pesa, na kipungue chakula. Roho Mtakatifu naendelea kujaa kutwa, siku kwa siku. Waja wakati watu watatafuta ibada kama hii, maonyo, maelekezo kama haya, lakini hawataweza kuyapata, hawataweza kuyapata. Bwana Yesu atusaidie kanisa, Bwana Yesu atusaidie. Bali nikwambie, hali inayokuja si rafiki kupitia roho ya uasi inapotenda hivi kazi. Sasa hivi mtu akitaka kuoza binti yake anakaa, anaanza kupatanisha mahari. Waja wakati hautakaa, utaona tu binti yako anatembea, mahari itachukuliwa na serikali. Hauendi kudai chochote. Haya mambo nakwambia yanakuja si muda mrefu. Ndio nikifuatilia zile nchi za wenzetu wanasema kwamba wameendelea, wako dunia ya kwanza, sasa tunaambia tuko ulimwengu wa tatu. Nenda kule, jaribu mtoto akosee, halafu mchape mboko, tayari unakuja unakamatwa, polisi wanakukamata. Nini haki za mtoto? Si umefanyaje? Hayo mambo ni mwanzo. Haya ninayokuambia, hakuna cha mzazi kukaa kikao kwamba nipeni laki ngapi. Sasa hivi wenye watoto wa kike si mnapandisha bei? Pandisha bei, unapiga milioni za kutosha kama unauza trekta. Yaani waja wakati pale, nikwambie, utaona tu kijana anaenda kujaza fomu, nataka nimuoe binti fulani. Na wewe binti kuolewa, na wewe ukakataa, umeshajaziwa fomu. Unataka utake au utakwenda. Hayo yanakuja, lakini kwa nini tuyangoje hayo? Heri tu leo Mungu atusaidie tuishi katika neema na mpango wa Mungu. Mungu atusaidie, tena tuseme amin. Kwa matukio ya uasi, ya uovu yataongezeka siku kwa siku. Roho hii ya uasi, roho ya ukengeufu, wapenzi, roho ya uasi hivi sasa inatenda kazi. Ni aibu mengine hata kuyanena. Li tunayasema haya ili ujue nini kinachoendelea. Wenye imani, shikeni imani. Mpendeni Mungu kwa mioyo yenu, kwa akili zenu, kwa nguvu zenu. Mfuateni, mtumikieni kwa bidii. Roho ya uasi hivi sasa inatenda kazi. Watu hawataki maonyo, wanataka waishi vile wanavyoona inafaa. Naona madhambi leo ni mengi. Dhambi haikupaswa itajwe ndani ya kanisa, ili leo uzinzi ndio unatajwa ndani ya kanisa. Waumini wazinzi, viongozi wazinzi, hali mbaya. Roho ya uasi, roho ya uasi. Watu wamebaki kujipa moyo, tunaenda mbinguni. Nataka nikwambie, hakuna kwenda mbinguni pamoja na hayo, isipokuwa geuka,
acha, fanya toba, mgeukie Mungu ili akusamehe. Leo watu wana toba za kisanii. Leo namongoza sala ya toba, madhabahuni anaondoka na mchozi jicho moja, akitoka barabarani anayarudia mara 2 ya hayo. Itakusaidia nini? Leo mnaonekana hivi mko watakatifu, hata nyuso zenu. Ngoja mtoke mahali hapa. Ndio kwanza wasengenyaji, ndio kwanza walevi, ndio kwanza wazinzi, ndio kwanza wachawi. Itawasaidia nini katika hayo? Itawasaidia nini? Umepata nini? Leo sikia kwamba ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Heri umgeukie Mungu vilivyo ili akusaidie usije ukaangamia. Kwa kadiri tunavyoendelea, hapata kuwa na nguvu ya kuzuia uovu. Uovu utalindwa, utapewa nafasi. Kwa nini tuangoje hayo? Leo Mungu akusaidie. Dhambi zitatendwa hadharani kama na Sodoma alivyotenda dhambi hadharani. Wanaenda wanamshawishi nani? Yule nani? Lutu. Wanaambia watoe hao walioingia kwako. Wanajua walioingia ni wanaume. Wanasema watoe, tunataka tupate kwa juu. Tunataka tupate kwa juu. Tuwabake. Tuwafanye wanawake tunawataka. Lutu anasema hapana, usifanye. Aibu hii. Nina mabinti 2 hawajamjua mme bado ni mabikira. Acha niwatoe mwafanye mwenzao. Anasema hapana, tunataka walioingia ni warembo sana. Mwisho wa Sodoma na Gomora wote mnajua, kiberiti, ghadhabu ya Mungu, ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu. Hata leo hasira ya Mungu inakuja, inawaka. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu atusaidie kanisa, tuyaepuke hayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu atusaidie. Wewe unajua yale unayopitia, unayajua. Wewe ni shahidi unayoyapitia. Ibada hazina uhai tena. Watu wanakuja kama desturi. Ile hofu ya Mungu haipo. Bora liende. Mungu anisaidie. Sitahubiri mahubiri ya bora liende. Nitafundisha mafundisho ya kukuelewesha, ya kukuonya ili ukae katika mstari. Ukikataa ukatae. Kwa mahubiri haya tutakimbia kanisa. Haujalikimbia kanisa, umemkimbia Kristo katika kweli yake. Mimi niombe kusema wote hebu na turudi katika imani ya kweli ya Mungu. Mungu atusaidie. Wewe unajua unayopitia. Ndoa sio ndoa tena, ni madoa, ni uchafu, hali mbaya. Kutalikiana leo imekuwa jambo la kawaida. Kuvunja mji ni jambo la kawaida. Mama yuko tayari akimbia vunje mji. Baba yuko tayari apate mke wa 2, wa 3, wa 7, ajulikane kwamba ni mwanaume. Ni aibu iliyoje! Haya ya kupaswa yasemwe ndani ya kanisa, lakini ndio anayotendeka. Tutapataje kupona tusipojali wokovu na maelekezo ya Mungu wa mbinguni? Na kuombea na kukutakia kila laheri. Umalize salama mwaka huu. Mungu akupe neema ya kushinda. Wako wengi wameshindwa, lakini usiwe wewe. Wako wengi wamerudi nyuma, lakini usiwe wewe. Leo watu wako radhi kutengenezeana maneno ya uharibifu. Wako tayari wabebe bango udhaifu wako kuliko kuisubiria neema ya Mungu inayowaita watu wote. Watainuka na mabango kwa kusema katika ubaya. Tunaenda wapi? Ni maombi yangu katika Kristo
wewe upewe neema ya kushinda, upewe neema ya kushinda. Leo tupo wapenzi wanangu, leo tupo, kesho tupo. Hakuna anayejua kesho yake ila Mungu wa mbinguni. Kesho ya mtu anayejua ni Mungu peke yake. Ni kushauri kusema, hebu tumrudie Mungu, tumrudie Mungu, tumrudie Mungu, tumrudie Mungu. Tuambie Bwana tusamehe, Mungu atusamehe, 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 Mungu atusamehe, ili hii roho ya uasi inayotenda kazi hivi sasa ukutwe wewe uko kwenye neema na mbawa za Mungu zimekufunika. Uwe salama, wakutafute lakini wasikuone, warushe mishale yao isikufikie wewe. Uwe salama, uwe salama, uwe salama. Na waombea muwe salama. Fanyeni kazi kwa hofu ya Mungu, uwe salama. Lakini ili uwe salama inategemeana na wewe mwenyewe unautaka huo usalama. Ili uwe salama inategemeana na wewe mwenyewe unautaka huo usalama. Unaweza ukaonena usalama kwa kinywa chako, lakini usiwe katika utekelezaji. Waumini wote wake kwa waume, tunaelekea kumaliza mwaka. Tunaelekea kumaliza mwaka. Tunamalizaje mwaka? Faili lako linafungwaje? Ni vyepesi, ni rahisi sana mtu kutoka barabarani na kusema mwaka mpya na mambo mapya, lakini ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wake hana upya, hana upya. Ndani ana magofu, ndani ana magofu, ndani ana dhambi, ndani ana dhambi, ndani ana mauti. Tunaumalizaje mwaka? Tunaufungaje mwaka? Usiwe kama wafalme wa Yuda, wafalme wa Israeli. Walifanya hovyo, wengi walifanya hovyo, walifanya hovyo. Wengine walijibidisha, lakini walikomea asilimia kadhaa. Lakini akaja mfalme Yosia, yeye mfalme Uza alienda akapaondoa mahali pa juu. Wengine walikuwa kuja wanavunja Ashera na mengine yote, lakini mahali pa juu walipaacha. Lakini Yosia alipoingia akatengeneza, akaondoa, akavunja mahali pa juu, akapaondoa, akasambaratisha roho za mizimu, roho za miungu zilizoachwa zikaendelea kulikosesha kanisa na taifa la Israeli. Yosia aliziondoa. Mwaka huu tunapoenda kumaliza, kila mahali pa juu paliposalia ndani ya moyo wako, ndani ya madhabahu ya moyo wako, pale mahali pa juu, kama rebose, mahali pa juu, mahali pa juu ni mahali pa siri ambapo hakuna anayepajua ila wewe na yeye aliyewekeza huo uharibifu, nani? Shetani. Lakini hata Mungu anajua mahali pa juu pa roho yako ambako bado panakuwa na sababu ya kukurudisha nyuma. Yosia alipoondoa. Fungua kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura 23 mstari wa 21 mpaka 23. Biblia inasema, naye mfalme akawaamuru watu wote akasema. Naye mfalme akawaamuru, akawaagiza watu wote. Wapenzi, agizo huwa halina mjadala. Narudia kanisa, agizo siku zote huwa halina mjadala. Likiagizwa agizo kwako ni kutekeleza.
Nami leo na kuagiza katika jina la Yesu, ukiingia kwenye utekelezaji, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Haleluya. Continue. Akasema, mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka. Mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka, kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha agano. Kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha agano. Hakika yake haikufanyika Pasaka kama katika zamani za wafalme wa Israeli. Anasema hakika yake haijawahi kufanyika Pasaka kama na hii ilivyofanyika. Bali katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia ilifanyika Pasaka hii kwa Bwana ndani ya Yerusalemu. Wakati wa Yosia ikafanyika hii Pasaka. Haikuwa ya kawaida. Kwa nini? Alivunja lile eneo la juu, mahali pa juu alipaondoa. Narudia, mahali pa juu ni mahali palipowekwa aina fulani za miungu, na hakuna aliyeruhusiwa kufika mahali pale. Yosia alipavunja. Kuna mahali pa juu ndani ya moyo wa mtu ambaye hakuna anayefika, wala mme wako afiki, wala mke wako afiki, wala watoto wala wazazi wafiki, lakini Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako kuna mahali pa juu panatakiwa pavunjwe. Panatakiwa pavunjwe ili Mungu aifurahie roho yako na maisha yako. Wapi pamesalia panapotaka kukufanya hii roho ya uasi ikukamate? Wewe unajua, wewe unaelewa. Mungu akusaidie na akupe nguvu ya kupavunja mahali pa juu ili roho ya uasi isikukamate.